Umeona, baada ya kufika hapa utaanza kubonyeza neno download game. Baada hapo sasa utaminya hicho ni kilichoangalia chini. Baada hapo utaminya hicho cha chini kabisa, download anyway. Baada hapo itakuja, mimi kwangu imeleta neno detail. Kama unaweza kaminya hapa detail, ukiona ijeleta hapo unaweza kaifuata, unaenda Chrome kabisa kule. Unaweza ukatoka kama hapo, unaweza kaenda Chrome labda direct, kama ijeleta kama mimi nilivyoleta detail pale. Hivyo mimi naweza kaminya kwenye vinukta vitatu hapo, ukaenda kwenye downloads, ukaisubiria mpaka imalize. Mimi kwa sababu game ninalo tayari, nita cancel. Namna gani ya kuweza kuset ili hapo old track? Namba moja, utaenda Play Store. Nda Play Store uta download ZD Archiver. Baada hapo uta install. Utaifungua, utalao, utaminya okay. Utaenda sema ili kuandika download hapa. Utaitafuta hapo old basi modi update na mambilio. Kwa hiyo utaigusa tu mara moja, yani utaigusa tu mara moja. Baada hapo utaenda option ya extract here, option namba 2, extract here. Uta keep screen from turning off. Yeah. Hapo imemaliza. Ikimaliza folder linatokea juu kabisa huko. Ili hapo folder inaandikwa old track tz mode update namba 2. Utaifungua hii. Utaanza na option namba 1 hiyo IPK. Utaminya install, uta-install kama kawaida. Fanya installation kama hivi. Utaminya done. Utarudi nyuma, utaenda UBB, utafungua UBB, utagandamiza kwa nguvu mpaka itokee option. Utaenda option ya kati hapo, utaenda hapa juu hapa, mimi hapo juu device storage, piga device storage, unaenda hapa Android, unafungua UBB, ukifungua UBB na minya keep screen from turning off. Ukimaliza utatoka kabisa. Ndio cha kutoka kabisa, uende kwenye game. Utalao kama kawaida, utalao tena. Tabia ujumbe don't show again. Utachagua hapa lugha English.
Ikitokea OBB au nini ijaleta au ijafanya nini, na kuelekeza jinsi ya kuweza kusolve hilo tatizo, ili hii OBB yako uweze kusolve data ukaweka flash katika OBB. Angalia video ya hapo mbele. Kwa hapo naenda kuelekeza jinsi ya kusolve Android restriction. Kwa hapo utaangalia, ikikataa angalia step ya mbele. Video ina dakika 9, kwa hiyo unaona kama hapo nikifungua, umeona ninaposema ukiminya neno okay namna hiyo hapo, ukiminya okay pop inakuja hapo neno use this folder, ambapo hapo kinanili unaenda kwenye apps, walikoandika apps, kwenye apps au app yoyote unaenda kutafuta files, kutafuta files kama hivyo, hilo hapo files. Baada hapo unaenda kwenye vinukta vitatu kule kwa nani, umeona kwenye vinukta vitatu kule tunasema uninstall, uninstall update, utaminya okay hapo, utaminya neno okay, ita uninstall namna hiyo hapo. Baada hapo ndo unachukua chochote kile, labda nijaribie hicho hapo na kikopi kama hapo, umeona, takikopi kwanza hapo, afu takipeleka kwenye anwana kwenye Android, fungua hiyo data au bibi yoyote ile, umeona imefunguka, ambacho kikopi kinakubali. Kwa hapo ndo namna rahisi sana hapo ya kusolve. Ikikataa angalia step ambayo inafuatia hapo mbele, kama kwa njia hii ikikataa. I'm going to show you on how to fix the access deny in ZArchiver. Okay guys, naenda kuonyesha jinsi ya kuseti kusolve ile tatizo la access deny kwenye ZArchiver. Kwa cha kufanya, baada hapo uta download application ya Tony Gaming TZ Play Store au katika website ya Tony Gaming TZ. Link yao ipo kwenye comment hapo hapo. Tufungua Tony Gaming TZ. Utabonyeza sehemu ile kuandika Xfile Manager hapo. Kwa baada hapo utaenda hapa generate link. Ndugu wangu, hamna kitu cha bure bwana. Kama huna hiyo 10,000 basi. Video vinatengenezwa kwa gharama kubwa ndugu wangu. Hiyo 10,000 yenyewe imekufanyia kama mdogo wangu. Kwa hiyo kama 10,000 una mimi sina namna ya kusaidia. Baada hapo utamenya download. Nakupa feedback unachokuuliza. Umelipa chochote? Hapana. Kwa hiyo kila kitu ni hela. Kama game huwa ni free. Kwa baada hapo utamenya detail hapa. Kwa hapo inabidi ugharamie shilingi 10,000. Otherwise kunywa maji. Utasubiria download utainstall. Kunywa maji kala. Utatoka. Utaenda katika ZArchiver. As you see, access denied. Okay, nitatoka afu nitaenda kuonesha jinsi ya kusolve ili hapa tatizo. Nitaenda kuinstall ile application. Umeona? Tatizo lipo hilo hapo, kiminya neno okay. Itakuja hilo neno access denied. Kwa hiyo utatoka, utarudi kwenda kuinstall ile application hapa Xfile kule kwenye Chrome, utainstall. As you see, you install the application Xfile Manager and you will open it. Alifungua hilo file. After opening the Xfile Manager, utaipa access, utaminya grant, allow access. As you see here, wait the Xfile to load and you go to the internal storage and go to the Android or BB or data, click fix. It fix and click OK. Wait.
utasubiri hapo ili iweze ku uninstall files na zikae sawa kama inapofanya loading hapo. Utaitia kidogo tu itaweza kufanya loading hapo. Yapo, after loading and go to the Z Archiver in the section of Android or data or whatever the case. You go to the Android OBB, you click OK and give you this folder, allow the access. Yeah, as you see the OBB is showing. Okay, thank you. Ni rahisi sana kuweza kulisolve hilo tatizo, ila utatumia kompyuta ili kuweza kuiweka hiyo data ili kurahisishia kazi. Utaextract data kawaida, afu baada hapo utaenda kuipestia hapo. Kwa hiyo hapo utaextract OB, au kama una OB utafanya hivyo. Kwa mfano mimi hapa inali yangu ni OB yangu hii ya OB, lakini itataka kuextract. Lakini kama wewe yako haitaki kuextract pia, kama ushai-extract au unataka ku-extract au urushiwa, unaweza ukafanya step hizi hapa. Kwa hiyo kama hapa utaikopi hiyo hapo OB. Utachokifanya hiyo hapo OB utaikopi, lakini kwa kutumia kompyuta sio simu. Sasa hapo utaconnect na USB. Utaconnect na USB kama kawaida. Kwa maana hiyo ukifungua PC yako hapo, utaenda kwenye kama kawaida hapo kwenye this PC. Ukiingia hapo kwenye this PC, au hata kama una PC unaweza kumuomba mtu mwenye PC au hata wani wa library akakusaidia, kwa sababu ni issue ambayo ni kitendo cha kukopi tu. Kwa maana hiyo utaingia kwenye internal storage kama kawaida hapo. Ile data unaitafuta. Kama mimi nili-extract ilikuwa kwenye download ambao OBB yangu ambao kwenye kompyuta siku zote haiwezi zingua kufunguka, kwa sababu kompyuta yenyewe haiwezi kuzingua. Kwa maana hiyo ulisha-extract. Kwa utachofanya utaifungua kama hivi. Mimi hii hapa ndo ile pambo nili-extract ambao ndo OBB yangu ambao kule iligoma kukopika. Nitaikopi kama hivi. Nitarudi hapa kwenye internal storage kama kawaida hapo. Utaenda sema walikuandika hapo Android hapo. Nitaenda kama kawaida. Kama mara kwanza ilikuwa imekataa kufunguka, lakini hapa nilipofungua hapa OBB yangu usimuona OBB hizo hapo zimefunguka. Kwa maana hiyo utaomba option hapo, utapestia kama hata kama data pia haija display kwenye PC yako, njia ni hiyo kwenye data kama hapo kwenye data. Kuna mimi kwangu kule data hazionekani, ila ukifungua hapa usimuona data zote hizi hapa. Kwa hiyo una data kawaida, utafanya njia hiyo, uta-extract kawaida kwenye simu yako, utakuja kukopi, utakuja kupestia huku, data zote usiziona. Kwa hata mfano ile data ikataa, mimi ndo njia nazozitumia kufanya data hizi kukubali. Kwa thank you. Na hizi tatizo zinatokea sana kwenye hizi simu mpya.